Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu hiyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza mambo matatu ambayo ni hatari katika ufalme wa Yesu, na yamewafanya watu wengi sana kuwafanya wajitie unajisi na kuabudu miungu pasipo kujua. Hata wateule wa Mungu kabisa ambao wameitwa na Mungu na wanatumika kwa roho na kweli, lakini kwa sababu ya giza lililotanda ndani ya fikra zao, wanaona ni jambo la kawaida, lakini ni nguvu ya shetani inatenda ndani yao. Jambo la kwanza ambalo tutaliangalia kwa kina kabisa, na hili nalo ni chanzo na ni ibada ya sanamu ambayo inafanywa na watu wote, waumini na wasio waumini, Wakristo na wasio Wakristo, wapagani mpaka na wote. Linafanywa kila siku na watu wamejiungamanisha na hiyo ibada na wana mahaba, na kuna baadhi ya watu wanajinyonga kwa sababu ya hili jambo. Jambo hili ni mpira wa miguu na mpira, yani ushabiki wa mpira kwa ujumla. Jambo hili ni jambo hatari sana ambalo linapingana na nguvu za Mungu kwa ukubwa sana na kwa upana sana. Watu wengi wanafikiri ni jambo la kawaida, lakini ibada ya kuabudu na kuwa mshabiki wa mpira ni ibada ya sanamu, na watu wengi wana wa Mungu wamejitia unajisi, na Wakristo wengi ambao wamebatizwa kwa jina la Yesu Kristo wamejitia unajisi. Mimi katika ulimwengu wa roho nimepata maono nipate kulileta, lakini kumbuka hata mimi mwanzo nilikuwa ni mshabiki sana, na timu yangu ilikuwa ni Simba. Nilikuwa nashabikia sana, tena kiasi kwamba nilikuwa siwezi hata kula wakati mechi imewekwa, na nilikuwa naweza nikaeleza kana kwamba mimi ndiye kocha. Pale Mungu aliponifanya kwa mwana, akaingiza nguvu yake katika maisha yangu kwa upana zaidi na kwa undani. Kumbuka nilikuwa na nuru, ndio, na kila mtu ana nuru, lakini zinaachana nuru ambayo umepewa na Mungu ulioipata. Kuna nuru ya tochi, mwanga wa tochi ya simu, kuna mwanga wa tochi ya kawaida, kuna mwanga wa tochi nyingine, lakini kuna mwanga ambao ni mpana zaidi, unapita hata mwanga wa jua. Unapoupata ule mwanga, ndio wa Yesu Kristo, unakuja unaanika kila kitu ambacho kiko gizani na kukufahamisha ili upate kuenenda sawasawa na sheria yake. Kuwa mshabiki wa mpira ni ibada ya sanamu kama nilivyotangulia. Wanaume wengi wametekwa fikra, hata wana wa Mungu kabisa wanamtumikia ibilisi shetani kwa kuwa washabiki wa mpira. Na ukifuatilia utaona tu hata hili jambo, ukitaka kujua kweli mpira ni ibada ya sanamu na ni maroho ya kuzimu yaliyoanzisha huo mchezo, hayana mpango mzuri katika maisha ya wanadamu ambao wamezaliwa na Mungu ili wapate kutumika kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Inawapagawisha, na watu hawaujengi ufalme wa Mungu, wanaujenga ufalme wa shetani kwa kuangalia mipira, na wengine wanakuwa ni washabiki kupindukia mpaka wanaahidi na wake zao kuwaweka bondi kwa sababu ya mechi alivyo nayo mahaba.
Yani mechi tu, timu anakuwa na mahaba, timu ambayo haina uzima wa milele, badala ya kuwa na mahaba kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekubali kufa msalabani kwa ajili yake. Utanielewa tu kwa nini Roho Mtakatifu afunue maono haya. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza kabisa, unaweza ukafuatilia kwa jambo hili, si ni maneno ya kueleza kwa kuongea tu. Unaweza ukafuatilia ukaangalia jinsi mpira ni roho za kuzimu umevuviwa. Na ndio maana ukifuatilia mipira mingi na mechi kali zinafanya matambiko, na kuna kamati ya ufundi ambayo inazungumza ni ya ufundi, lakini ufundi unaozungumza ni kama uchambuzi, lakini sio hivyo. Kuna ufundi mwingine usiojua wewe. Kuna uchawi unaofanyika, mayai yanagongwa njia panda na nazi kwa ajili ya timu ishinde, na ndio yanayofanyika. Na ndio maana ukienda kwa watu wanatoa matokeo kabla ya mechi kufanyika, kudhibitisha kwamba ile ni ibada ya sanamu. Na unapokuwa mshabiki ambao unashindwa hata kumtii Mungu wako aliyekufinyanga, akakupa hekima na maarifa, na zaidi ya yote anakupa na maisha mengine ya ziada ambao unaishi katika dunia hii, ina maana unajiweka kuwa mwana wa Ibilisi Shetani, na mwisho wa siku usipopata maono mazuri na kutumika vizuri sawa sawa na mapenzi ya Mungu, utaishia jehanamu na kuzimu baada ya mauti hapa huku. Mwisho wa siku kabisa, parapanda itakapopigwa, utaenda kwenye nyumba ya milele ambao ndio makao makuu ya Ibilisi Shetani, kwa sababu ya kushindwa kutii sauti yake. Utakuwa naye jehanamu. Kwa hiyo hili tunashauriana kujenga. Wewe mwenzangu ambao umebobea sana na mpira wa mshabiki, na huku pengine bado unajiita ni muumini mzuri na unampenda Yesu na unasema mimi makao yangu ni mbinguni, kuna wakati tunaposhauriana hili, hebu anza kutengeneza mahaba yako kwa Yesu Kristo. Yale mahaba ulionayo kwenye timu fulani yahamishie pale, ili upate kuongea na Yesu Kristo kwa kila jambo ulifanyalo. Hata zaidi ya yote, soma neno la Mungu upate kujua jinsi Yesu Kristo alivyopitia changamoto nyingi mpaka akafa msalabani, ili wewe upate wokovu na kuacha kuwa mtumwa wa dhambi. Jambo lingine ambalo limekamata upande wa wanawake ni tamthilia hizi za kidunia, hasa tamthilia hizi za kidunia ambazo zinaelezea mapenzi, mara siri za ndoa, mara familia na nini, na mara baba ameenda na mfanyakazi wa ndani anaenda na baba. Inaelezea huyu mchepuko, baba ana mchepuko, lakini mambo hizo filamu zinaonekana kama zimekaa kama malaika, zinaeleza kama mafundisho, lakini zimevuviwa na nguvu za kuzimu, na watu badala ya kujifunza mambo mazuri wanafanya yale mabaya, kwa sababu binadamu alivyo mbaya zaidi. Unapompelekea habari, unamwelezea hii ni nzuri, hii ina ubaya wake, unamwelekeza vizuri, anatamani kwenda kuifanya ile mbaya, ubaya ule auone madhara yake. Ndivyo ilivyo hata mtoto. Unaweza kumwambia mtoto kwamba ushike wembe hutakukata, anaenda mpaka umkate ule wembe. Filamu zote, wanawake wengi wako lazi kuwa bize na hizo tamthilia za kidunia. Na mbaya zaidi, sasa hivi Mungu amepanua wigo wake, amevuviwa watu wengi ambao wanapata maono, maneno ya kutoka makao makuu ya mbingu, ndiye anayotaka watu kuwajenga na kuwafanya wawe karibu na Mungu. Hawana muda nayo, wako tayari kufuatilia binti ambaye ni malaya kahaba, naye igiza kwenye filamu fulani jinsi anavyochanganya wanaume. Mtu anafuatilia sana hiyo mwenendo, au vijana jinsi wanavyofanya uzinzi katika filamu na tamthilia zetu za kidunia, na watu wanazifuatilia sana. Zingine za kivita zinazochochea vita, watu wawe na wadui, upendo usiwepo, zimetoka kuzimu. Na hizi unaweza ukafuatilia, kwa sababu haya si mimi nayasema kwa sababu yangu kwamba labda napata faida. Hapana, namna jinsi Mungu unavyomsogelea, unajifunza neno la Mungu, atakupa na siri zingine. Na mimi nimechochewa msukumo kutoka ndani, nililete kwako tupate kufahamishana kabla parapanda haijapigwa, ili angalau kama kuna ahadi tumepewa, tupate kuingia wengi katika ahadi ya uzima wa milele na kuweza kula sherehe ya mwana kondoo mbinguni miaka 7, huku mbingu na dunia zinatengenezwa, ili tupate kutawala pamoja na Yesu Kristo.
Lakini kitu kingine cha tatu na si cha mwisho, lakini kuna mambo mengine ambayo sijaleta hapa. Katuni watu wengi sana wamezishabikia, Wakristo kwa Waislamu na wote na wapagani na watu wote, na mbaya zaidi zimeteka kundi ambalo ni hatari sana. Watoto kumbuka, ndio taifa la kesho. Watoto hawa ndio wale wanaokuja kutulea sisi mwishoni, kama tukiwawekea msingi mzuri. Watoto ukimtengenezea msingi mzuri, ndiye atakayekuzika vizuri, ndio utafikia uzee wako umechoka, uwezi kuendeshwa, uwezi kupelekwa sehemu, atakuendesha, atakuongoza. Baba kama umemwekea msingi mzuri, ndiye atakuweza kukufuga kama jinsi tunavyowafuga sisi wakiwa wadogo. Maana mtoto ni zawadi, na zawadi yake ni pale unapopitia changamoto anakuja na kunasua. Katuni hizi ni sanamu kutoka kuzimu na zimevuviwa nguvu za kuzimu. Ndiyo maana ukitaka kujua hizi kwamba zimevuviwa na nguvu za kuzimu, ukute na watoto wazuri kabisa ambao ni picha kamera zimepiga vizuri, watoto wazuri wana disi zao, halafu uwe na katuni pale zinaongea na zenye maneno kama ya wanadamu. Utakuta watoto wengi wameenda pale kuangalia zile katuni, kuziangalia na kuzishabikia kwa sababu zimevuviwa na roho za kuzimu. Lengo pale nyuma ya pazia ni lengo kubwa sana. Katuni hizi zimeficha mambo mengi. Zimeficha namna ya kumwandaa mtoto, kama jinsi unavyoona maroboti yametapakaa duniani ili kuja kuteka ulimwengu, na mpaka anataka kukamata nafasi za wanadamu ambao Mungu aliwaambia mtafanya kazi mle. Roboti ambaye anafanya kazi badala ya mwanadamu, ili kumfanya mwanadamu astarehe sana na kufanya na kutokuwa kushughulisha mwili wake. Ukumbuke mwili umesetiwa namna unavyofanya kazi, unapata kusweti, unapata jasho, ndipo unautengenezea, unaukarabati. Maana unapopata jasho unatoa sumu zile ambazo zimepaki ndani. Sasa utakapomtumia roboti, na watu mbaya zaidi ukifuatilia kwenye mtandao, dunia sasa hivi ni kama kijiji. Watu wanafunga ndoa na roboti huyu ambaye ameingia kama cover ya katuni. Watoto wanazishabikia sana katuni. Itafikia mahala pale Mungu asiposhusha moto wake mkali na kuziangamiza kama ilivyo. Lakini Mungu kwa sababu ameshashinda hili, tumelileta kwa sababu tumepata maono, na Mungu anazidi kuonyesha, ili hata kama kiuka na wale wanaozalisha yale, anaweza akashusha moto dakika na kusambaratisha kabisa, sababu mamlaka yote yako chini yake na vyote unavyoviona viko ndani yake. Zitafikia mahala watoto wanaenda wanaoa roboti, maana yake ameanza kujengwa bado mdogo, ana miaka 2, 3, 5, kuja kuona roboti anauzwa, wa kike amuoe, wa kiume amuoe, maana yake inakuwa ni jambo la kawaida, maana anamuona kila siku nyumbani na anaongea. Hiyo ni mikakati kabisa ambayo ya wenzetu ambao wameiona nuru mapema lakini wakarudi nyuma. Ndio wale wanaojiona wanaofahamu sana, wa kujifananisha na Mungu. Ukiona ndivyo, ndio maana unaona kuna ushoga, ndio maana unaona kuna maroboti, ndio maana unaona kuna maabara zimeanzishwa zinazozalisha watoto, ili kuwafanya watoto hata kama akiolewa na roboti, maana yake ni rahisi kwenda kununua mtoto kwenye maabara, anaishi naye kama mezaa na roboti, lakini ndivyo sivyo. Kwa hiyo hii ni mikakati ya ibilisi shetani kutuchonganisha dunia, wanadamu, kutuchonganisha na Mungu ili tupate ghadhabu, kama jinsi ilivyotokea kipindi kile cha Nuhu. Nuhu alipata kupata bahati, yeye na familia yake, watu 8. Wanadamu kipindi kile walikuwa wamekiuka amri ya Mungu, wakajikuta wamekiuka, wamezalau kila kitu, na shetani akafanikisha. Kweli alifanikisha, ila Mungu alichukua mbegu ya familia moja tu, ambayo ndio familia ya Nuhu, na ndio sisi wote katika dunia hii tunaoishi, wala sio sisi watoto wa nyani, wa China kwa wazungu, wa Hindi, wa Afrika, wote ni uzao wa Nuhu. Kwa hiyo ilitokea hivyo ni kwa sababu ya kutotii sauti ya Mungu. Hata sasa shetani ni yule yule, bado anatumia tekniki, kwa sababu yeye tayari kashahukumiwa siku nyingi kwa sababu ya kushindwa kutii sauti ya Mungu. Analeta visasi, kutafuta kundi na yeye wale wa kuteseka kule, wa kupeana moyo, ili kupitia machangamoto kule kuzimu awe naye na kundi. Ujue kuna jambo moja nataka nikukumbushe. Mwanadamu anapopitia changamoto, alafu anamwona na mwenzake anapitia changamoto, huwa na neno moja la kusema, kifo cha wengi ni furaha. Ndicho anachokifanya shetani, kwamba atakapopata mateso awe naye amepata kundi. Kuna jambo moja nakwambia,
Shika maneno haya, yatumie, yachunguze, lakini zaidi ya yote jitafakari, upate kutii sauti ya Mungu, usije ukaangamia. Maana tunashauriwa tupande neno la uzima. Neno la uzima ni la Yesu Kristo katika Injili takatifu alizoziachilia. Haya maneno mengine yote tunayopata kwenye tamthilia, kwenye katuni, kwenye michezo mbalimbali ambayo hayana uzima ni ya mauti daima. Kwa hiyo yametoka kuzimu ya mauti, kama jinsi aliyeanzisha na mauti toka mwanzo. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa neno la Mungu ambalo ni la Yesu Kristo aliloliachilia, akajifanya kama mwanadamu, kushuka kutoka mbinguni, akaja akaweka msingi imara ili tuenende sawasawa na sheria yake. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, nchi yangu. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.